Naam, mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 2026, huko bungeni kipande hiki cha video chake Salma Kikwete kimeweza kugonga vichwa vya habari huku vikiendelea kuibua gumzo nzito katika mitandao ya kijamii. Mtazamaji wangu, ningependa uweze kutizama alichoweza kukizungumza Salma Kikwete ambaye ni bibi yake Rais mstaafu Jakaya Kikwete. Ila ni vyema mtazamaji wangu kwa hapo kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe katika YouTube channel hii yetu mpya pendwa kabisa. Muhimu kabisa, share video hii kwa makundi mawili ama matatu. Kwa nini watu wanazungumza? Kwa nini watu wanasema? Kwa nini maneno ni mengi? Ukiona mti wenye matunda unapopolewa, ujue kwamba kuna matunda matamu. Na ndiyo maana Mama Samia mara huku anasema hivi kwa kazi kubwa na nzuri ambazo amezifanya katika taifa hili. Naam, mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video hiyo hivi sasa ndiyo inayozidi kujadiliwa katika mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa, sote tunafahamu kwamba nafasi aliyoweza kuipata Salma Kikwete aliweza kuipata kutokana na Rais mstaafu Jakaya Kikwete kuwa miongoni mwa wanachama wakuu katika chama cha CCM walioweza kumpendekeza Rais Mama Samia Suluhu Hassan kupewa fomu ya urais katika zoezi la uchaguzi wa mwaka 2025, jambo ambalo ni tofauti kabisa na kile kilichokuwa kimeweza kupangwa na wanachama wakuu wa chama cha CCM. Ila malipo yaliyoweza kuwepo kipindi na wakati ambapo makubaliano hayo yaliweza kufikiwa ama kufikishwa ya kwamba Mheshimiwa Jakaya Kikwete iwapo ataweza kuchangia pakubwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kupata fomu ya urais ama fomu ya kuwania kiti cha urais kupitia tiketi ya chama cha CCM, ataweza kuajiri baadhi ya jamaa wa karibu wa familia yake Mheshimiwa Jakaya Kikwete, na ndipo ambapo tumeweza kushuhudia Salma Kikwete katika serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila kile alichoweza kukizungumza Salma Kikwete ni tofauti kabisa na yale yanayozidi kushuhudiwa nchini Tanzania. Sote tumeweza kushuhudia katika kipande hicho cha video amekuwa akimiminia sifa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa uongozi bora, ili hali ukweli unaozidi kushuhudiwa na maelfu na mamilioni ya wananchi wa Tanzania ni tofauti na kile kinachozidi kuzungumzwa na Salma Kikwete. Na ndipo ambapo mwanaharakati kama Mariam Sarungi, akina Mange Kimambi wameweza kumkosoa vikali sawia na viongozi wakuu wa chama Chadema ambapo Mheshimiwa John Heche ni miongoni mwa viongozi wakuu ambao wameweza kujitokeza na kusihi wa Tanzania kutoamini chochote kile ambacho kimeweza kuzungumzwa naye Salma Kikwete. Na mtazamaji wangu, uhalisia na ukweli wa mambo yote yanayozidi kuzungumzwa naye Salma Kikwete sio kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania, bali ameweza kufanya hivyo ili kujaribu kuonyesha ukweli na uhalisia ambao Watanzania wengi hawafahamu dhumuni na sababu kwa nini Salma Kikwete aliweza kuteuliwa katika nafasi humo serikalini yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, hii inazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole pamoja na Mheshimiwa Tundu Lissu waliweza kuwa sahihi kipindi na wakati ambapo walipokuwa wakifanya uhamasishaji na hata kusihi wa Tanzania waweze kuwa makini na kiongozi gani watakuwa wakimpigia kura katika zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sote tunafahamu kwamba iwapo isingekuwa kwa mambo ya chama cha CCM, tungeshuhudia Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuteua mtu mwingine badala ya kumteua Salma Kikwete katika nafasi aliyoweza kumteua chini ya serikali ya chama tawala cha CCM. Yote yaliweza kuchangiwa naye Rais
mstaafu Jakaya Kikwete. Pia kwa njia moja ama nyingine, kile kinachozidi kujionyesha ama kujitokeza kutokana na alichoweza kukizungumza Salma Kikwete, yote yanayozidi kushuhudiwa kufanyika nchini Tanzania chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, yote sio kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania, kwani video hile inadhihirisha wazi ya kwamba kama kweli sifa anazozidi kummiminia Rais Mama Samia Suluhu Hassan ingekuwa ni kweli kuna swala hilo la utendaji kazi na mambo kufanyika vyema chini ya uongozi wake, basi mbona maelfu na mamilioni ya Watanzania leo hii kuchukua kipande hicho cha video kukisambaza katika mitandao ya kijamii, kukataa na kulaani na kudai ya kwamba yote yaliyoweza kuzungumzwa sio ukweli na wala hayajaweza kutokea chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, hii inazidi kuweka taswira ngumu na taswira ambayo inaendelea kugonga vichwa vya habari nchini Tanzania. Je, uongozi ulioko madarakani hivi sasa, kipindi na wakati ambapo utaweza kumaliza nafasi ama hatamu za kuongoza madarakani, je, wataweza kufanikisha baadhi ya ahadi zao walizoweza kuziahidi? Na vipi kuhusiana na wale ambao waliweza kuahidiwa ajira katika serikali hiyo? Sote tunafahamu kwamba katika rali ambazo zilikuwa zikifanywa na uongozi huo kabla ya uchaguzi mkuu, wananchi wengi waliweza kuahidiwa kazi katika serikali ya awamu ya 7 iwapo chama tawala cha CCM kingeweza kupata ushindi huo. Ila yale yanayozidi kujiri na kuonekana hivi sasa, chama tawala cha CCM kiliweza kupata ushindi huo kwa njia ambayo wengi hawakuweza kuikubali, ila kutokana na yeye kuapishwa rasmi na kupewa madaraka na mamlaka ya kuendesha nchi ya Tanzania, wengi waliweza kukubali na hata kufuata kile ambacho Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kukiomba kiweze kufanyika. Ila vipi kuhusiana na ahadi walizoweza kuziahidi? Je, kama kutakuwa na kiongozi kama Salma Kikwete, bibi yake Rais mstaafu Jakaya Kikwete, pamoja na mtoto wake ambaye ni Rais Mama Samia Suluhu Hassan anayezidi kuhudumu katika sekta ya kuwa waziri mkuu wa elimu nchini Tanzania, vipi kuhusiana na wale waliokuwa wameweza kubobea katika sekta hizo ambazo zimeweza kupewa familia kujuana kwa wanachama wakuu wa CCM? Je, taifa litaweza kuelekea kuwa katika mikono salama, ama wananchi wa Tanzania wataendelea kusalia kimya kuumia chini ya uongozi huo ulioko madarakani hadi kipindi na wakati ambapo uchaguzi mpya utaweza kufanyika nchini Tanzania? Hivyo basi, mtazamaji wangu, ni vyema iwapo hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na alichoweza kukizungumza Salma Kikwete. Iwapo unakubaliana naye ama haukubaliani naye, tochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video hii. Bye bye until the next video.